Na mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV, ilikuwa ni Kolefa Iftari ambayo imefanyika hapa makao makuu ya Kolefa mkoa wa Pwani katika wilaya ya Kibaha, na hapa tupo na miongoni mwa watu ambao wameshiriki iftari hii. Watazungumza labda kwa maoni yao, na wao wameona iftari imekuwa ni ya namna gani na jambo hili kuandaliwa limekuwa na uzito gani kwao. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kuangalia kamera, labda majina yako, unaitwa nani? Naitwa Muhammad Salum Salamata, ni coach wa Mkuranga Queens, timu ya wanawake. Okay. Coach, labda kwa iftari ya leo ambayo imefanyika hapa Kolefa, walioiandaa Kolefa, ukiwa kama miongoni mwa watu ambao wameshiriki, umeona ni iftari ya aina gani? Kwanza ni jambo zuri, lakini pia nitoe shukrani zangu kwa kupongeza chama cha soka kwa Pwani kwa kitu kizuri kama hiki kwa kifanya, kwa sababu almost tulikuwa tunakutana na wadau sehemu tofauti tofauti kwenye mipira, lakini leo tumekutana na wadau kutoka kwenye wilaya zote takriban za mkoa wa Pwani. Kwa hiyo ni jambo zuri, ni iftari lakini limetukutanisha na tumeweza kujadili mambo matatu katika soka letu, hasa soka la kiume pamoja na la kike. Kwa hiyo ni jambo zuri na nawapongeza sana. Pengine mmekutana hapa, connection imekuwa ni kubwa, umemfahamu mtu wa wilaya na wilaya hii. Wewe ukiwa kama miongoni mwa watu ambao wapo katika mnyororo wa Kolefa, labda unaweza kutoa wito gani kwa wadau wengine ambao hawakufanikiwa kufika leo? Kwanza kikubwa nitoe tu wito kwa wadau kwamba kila pale watu wanapojitahidi kuandaa jambo na kitu kwa ajili ya tathnia ya kile sema ambalo kuwepo ni jambo zuri, na pia ni waombe wadau wengine pia, isiwe tu Kolefa peke yake. Tupo na wadau wengi sana katika mkoa wetu. Kwa hiyo ni jambo zuri ambalo tunaweza tukalifanya takriban hata kwa mwaka mara 2 mara 3, inakuwa ni jambo ambalo linatukutanisha na kuweza kuangalia soka letu pia tunalipeleka wapi, kwa sababu ni jambo ambalo limetukutanisha kwa ajili ya jambo la mpira football. Tumeona dua ambayo ilikuwa inasomwa leo hapa, pengine labda watazamaji hapo wanaweza kuwapa faida. Ilikuwa ni dua inagusa viongozi gani na viongozi gani? Ni dua nzuri ambayo imegusa viongozi wa kwenye kila idara, na hasa katika soka la mpira miguu, wale viongozi wa taifa, viongozi wa mikoa, kwa maana ya Wallace Karia, yani wale viongozi hata waliotangulia nje Wallace Karia ambao tayari washaondoka duniani. Tumekuja kuangalia pia wana michezo ambao tayari washaondoka duniani, lakini pia kikubwa ni dua kumwombea pia rais wetu ambaye yupo madarakani kwa sasa, ambaye ni Wallace Karia pamoja na viongozi wake kwa ujumla. Neno lako sasa kwa uongozi wa Kolefa ambao wameandaa iftari hii, unawaambia nini? Mimi neno langu kwamba isiishie hapa. Hii ni mwanzo. Na pia hata at least kwenye mwaka kwa mara 2 ikifanyika ni jambo zuri, kwa sababu tukiweka kwenye iftari hata tukienda mwishoni pia kwa mwaka pia ukaweka kitu kama hiki inakuwa ni jambo zuri, kwa sababu unaona mkutano tofauti tofauti, wadau wengi. Kwa hiyo mnakuwa mnajadili vitu vingi. Kwa mtu ulikuwa na mawazo madogo, ukiongeza na watu wengine na wadau wengine unajikuta unatanuka kimawazo. Kwa hiyo na maana soka letu zidi kusonga mbele zaidi hapa. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV, alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wameshiriki iftari hapa ambayo imeandaliwa na uongozi wa Kolefa, na hapa tuko makao makuu ya ofisi za Kolefa ambayo inapatikana Kibaha kwa Matias, mkoa wa Pwani. Mimi nikushukuru sana, endelea kufuatilia Djuma TV.